Bado tupo katika ofisi Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Ukonga Shingo Bakari Shingo, mzazi wetu kama nilivyosema awali, au mlezi wetu, rafiki yetu, ndio maana tumefika hapa kuweza kuzungumza mengi sana. Shingo Bakari Shingo, miongoni mwa vilio vya wana Ukonga ni vivuko vya SGR. Tumeshuhudia mara nyingi SGR kila sehemu ilipopita katika jimbo letu la Ukonga, hatujaona vivuko hivi. Je, kwako wewe hili unaliona katika mlengo huu? Ni tatizo ambalo nalijua na ni kweli sisi moja ya matatizo tulionayo ni pamoja na vivuko vya SGR. Okay. Tuna mambo mawili ambayo mimi kama mwakilishi wa wananchi na wajibu nayo kuonana na shirika la reli. Okay. Lakini kuonana na waziri mwenye dhamana ya usafirishaji. Okay. Na nianze na uongozi wa shirika la reli. Okay. Kwanza jambo la kwanza wanazo taarifa ama wanajua bila shaka kwamba sisi tuna shida ya kivuko. Hasa maeneo ambayo SGR imepita. La kwanza, lakini la pili wanakumbuka kwamba wananchi wa kata Gongo la Mboto, hasa mtaa wa Gongo la Mboto, kwamba tumewahi kuwalipa pesa kwa ajili ya kuruhusu kivuko. Bahati nzuri muktasari ipo na risiti zipo. Sasa ni wajibu wangu, ilikuwa ni nafikiri miaka 94 huko 99, katikati 94 kwenda 99. Mimi nilikuwa mmoja wa kazi wa mtaa Gongo la Mboto, lakini pia nilikuwa mjumbe wa serikali za mtaa miaka hiyo. Kabla kwa mwenyekiti kwa mjumbe wa serikali za mtaa. Nasikitika tu tarehe 29 ofisi ndio ijenga serikali mtaa wa Gongo la Mboto ilichomwa moto, lakini ndio ofisi ya kwanza Tanzania nzima. Ofisi ya kwanza Tanzania nzima mtaa kuwa na ofisi yake. Sasa nafikiria nione namna gani kurudisha ile alama yangu. Okay. Kama nilikwambia mimi napenda maarufu leo mwema, yani mtu akipita akaona vitu vizuri kwangu ndio furaha. Okay. Furaha mimi sio kula mboga 3 au mboga 5. Okay. Kwa hiyo unakuta kwamba nitaanza na shirika la reli lenyewe kwa kuwaomba tukutane, niende na zile dokumenti niweke mezani. Sasa sehemu zote mbili waone wapi watatusaidia. Kwamba kuna upande tulilipa pesa, lakini pia katika kulipa pesa kuruhusu barabara kukatisha kwenye reli, pia ndugu zetu wa TANESCO tulipa pesa pia. Kulikuwa na nguzo yao ya HT wakaiondoa pale. Sasa tunaenda kuwakumbusha reli waone hayo makubaliano ya miaka hiyo na malipo. Okay. Na waone pia umuhimu sisi kuwa na kivuko. Okay. Nazungumza kata ya Gongo la Mboto, nazungumza pia kata ya Pugu ambayo SGR imepita. Okay. Ya haya ndio mambo ambayo nafikiria. Okay, shukrani sana. Lakini pia katika upande wa miundombinu kuna sehemu kadhaa ambazo zina changamoto ya miundombinu katika jimbo letu la Ukonga. Lakini sitoweza kuzitaja zote, lakini nitatatu baadhi ya sehemu hata mbili ikawa ni kwa niaba tu ya kurepresent zile sehemu nyingine. Kuna barabara ya Pugu Mnadani, lakini pia kuna barabara ya Pugu ya Kinyamwezi ambayo inaanzia Kinyamwezi na Viwege na Majoe. Kwako wewe sasa Shingo Bakari Shingo, sasa kwa ujumla katika changamoto hii ya miundombinu ni namna gani sasa unaenda kwenda kulipambania jambo hili ili wana Ukonga waweze kufanya mambo yao, kufanya biashara zao ndogo ndogo au biashara kubwa, lakini kupitia katika barabara ambazo ni rafiki katika mitaa yao? Barabara ni sehemu ya vitu muhimu sana katika jimbo letu la Ukonga. Hakupata bahati ya barabara zetu kutengenezwa kwa kiwango rafiki. Okay. Barabara ya Gongo la Mboto kuelekea Pugu Mnadani ni barabara ya kihistoria. Na kumbukumbu zangu kama ziko sahihi, naamini hata barabara ya Kinyamwezi kuelekea Majoe nadhani ulishia kupita kwenye ile barabara kipindi kwenye kampeni zako. Ninazijua hizo barabara. Okay. Mimi natoa Kigoma, lakini ukanda huu wa Gongo la Mboto Ukonga ni zaidi miaka 33 sasa. Okay. Kwa hiyo utaona jinsi gani mimi kwa ninapozungumza mkazi wa kweli Uswazi, mimi niseme watu inamaanisha barabara ya Pugu Mnadani ni sehemu ya barabara ambazo naenda kushawishi mamlaka. Okay. Ijengwe kwa kiwango cha lami. Yaani ndio hiyo chaguo letu la kwanza, kwa maana ya umuhimu wa biashara zinazokwenda pale, umuhimu wa mchango wa pato la serikali katika biashara ile ya Mnadani. Okay. Lakini pia ninajua kuna phase 3 inakuja ya barabara za DMDP. Okay. Ninaenda kukaa na mkurugenzi na kuwa miradi tukae kwamba sasa ni zamu ya jimbo la Ukonga kupata hizo barabara. Okay. Zenye hadhi na sifa. Okay. Na zenye kuonekana kimjini. Uto jimbo la Ukonga alafu unafikia mahala mvua ikinyesha, wakina mama wenye kuvaa nguo za kuvuka magoti hawawezi kwenda kazini kwa sababu maji yamekuwa marefu. Na wakina mama hata wale wanao nguo zinashika kwenye magoti inalazimika watu wengine wasipandishe sana, lakini wakiwa ni watu wanapata na aibu unakuta watoki. Lakini hata pia inaongeza gharama za usafiri, kwa sababu hata mabodaboda nao hawapiti pale. Kama alikuwa anaweza kutumia mita 200 kutoka kwenye barabara ya lami kufika kwenye makazi ya mtu, atalazimika azunguke atumie pengine mita 500 hadi kilomita 1. Kwa hiyo gharama pia zinafanyaje? Zinaongezeka. Yaani wajibu wangu sasa kwenda kukaa na mamlaka. Okay. Kueleza kwamba kutokuwa na barabara inaharibu uchumi kwa wananchi wetu na kutia maskini zaidi. Okay. Yeah. Bado tupo ofisini kwa Mheshimiwa
Shingo Bakari Shingo ambaye yeye ni mbunge wa jimbo la Ukonga. Wananchi au wakazi wa maeneo ya Ukonga wameomba kumpa ridhaa kwa ajili ya kwenda kuwapambania, kwa ajili ya kwenda kubeba changamoto zao na kuzipeleka sehemu husika kwa ajili ya kwenda kutafuta manufaa ya wana Ukonga. Shingo Bakari Shingo, sekta ya elimu dogo, tuna changamoto nyingi, lakini nataka nizungumzie tu changamoto kadhaa, lakini au moja au mbili. Kuna changamoto ya darasa moja, wanafunzi wanajaa sana kwa wingi. Hilo sasa kama ni mbunge ambao wana Ukonga waweza kupa dhamana hiyo, ni namna gani unaenda kuwapambania wana Ukonga angalau basi kuwarahisishia hata walimu pia kwenda kufanya kazi yao kwa uweledi zaidi, kwa maana wanafunzi wanakuwa ni wachache, kwa hiyo mwalimu anaweza kumfikia kila mwanafunzi na kuangalia kama walifanya zoezi lake au la. Kwanza tutambue kwamba hadi sasa mwongozo wa Wizara ya Elimu unasema chumba kimoja kikiwa na wanafunzi 45 wasizidi 60. Okay. Na nimeshafanya ziara mimi hadi sasa kata 4 kukutana na wakuu wa idara, wakuu wa shule mpaka sasa. Okay. Na nimekutana na waganga wa hospitali zahanati zetu ama vitu vya afya, waganga wafawidhi hao, lakini nimekutana na polisi. Nimekutana na karibu idara zote za umma zilizoko kwenye hizo kata. Okay. Kwa hiyo nazungumzia kitu ambacho ndio uhalisia, yani si vitu vya kubumba. Ni vitu vya halisia kwamba ni kweli kuna hiyo changamoto ya darasa moja kuwa na wanafunzi zaidi ya 60. Lakini kuna madarasa mengine kulikuwa na uchakavu. Madarasa ni machafu. Yamechoka, yamechakaa. Na hivi ni vyote unajua kuna yule mbunge anakaa anatumia uzoefu, mimi sinatoka bana jimbo letu la Ukonga. Okay. Kwa hiyo ninajua kwa kupitia kuhadithiwa. Mimi sihitaji vitu vya namna hiyo, kama ninajua, lakini nikae na mwalimu aseme ametoa taarifa wapi. Bahati nzuri walimu wakuu wote nilikutana nao, okay, wote wametoa taarifa kwenye mamlaka inayomiliki hizo shule, ofisi za mkurugenzi na kadhalika. Okay. Maana na wamenipa taarifa za kutosha. Maana yake ni kwamba unajua mbunge upande mmoja anageuka kuwa diwani na upande mwingine anakuwa mbunge. Na mbunge na bahati kwamba kwenye zile hoja zinazohusu halmashauri moja kwa moja mimi naingia kwenye halmashauri, nakutana na mkurugenzi, nakutana na meya. Okay. Na bahati nzuri nyingine mimi ni mjumbe wa kamati ya fedha. Kwa hiyo niko kwenye jiko. Okay. Nitaona hali halisi, nitaona miradi, nitaona mapungufu. Tutakaa mezani tutajadili. Okay. Lakini kwa ile miradi ambayo inahitaji kwenda kwenye serikali kuu kupitia bunge, maana yake niko bungeni pia. Hiyo ndio bahati nyingine ya pili. Nitakaa na mawaziri, nitakaa na makatibu wakuu na wataalamu, tuone tunatokaje kwenye bunge. Sidhani kama kuna kiongozi wa serikali anafurahia hiyo hali. Okay. Yaani kwamba anaona kabisa kwamba watoto wako 100, 120, 160. Alafu kiongozi afurahi. Sidhani kama tuna viongozi namna hiyo. Kinachohitajika ni kufikiwa na kuonyeshwa hali halisi ilivyo. Tunatokaje hapo? Hiyo ndio mikakati yangu swala la upande wa elimu.